Pale unapopita pagumu, msifu Mungu. Na sifa maana yake ni kuelezea matendo ya Mungu. Iwe unapita pagumu kwa kiasi gani, kuna saa unahitajika uweke shida zako pembeni, ukafanya ule wajibu Mungu anaoutaka, kwa sababu kumsifu Mungu ni wajibu. Kiti cha Mungu ni sifa, usilisahau hilo. Ukitaka Mungu awe mbali na wewe, acha kusifu. Sasa unapomsifu Mungu, anajifunua kwako. Sasa utakapoona namna Mungu alivyo kwa yeye kujifunua kwako, inachochea uhakika wako kwake. Unaweza ukawa na imani ya kuazima, lakini ile imani inayotokana na uhusiano wako na Mungu ni imani bora na yenye maana, kwa sababu ndio imani itakayokutenga au kukutofautisha katikati ya huyu na huyu. Wakati dunia ikisema hii sasa haiwezekani, rudi angalia Mungu anasema nini. Hakuna ibada njema mbele za Bwana kama ile ambayo unaabudu wakati mazingira ya kuruhusu. Mtakatifu, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Wewe ndiwe uliyetupa zawadi ya siku, ukatupa na zawadi ya afya, ukatupa pia na zawadi ya uhai. Tuko hivi kwa sababu ni wewe Bwana Mungu mwenyezi, mfalme. Ninakuadhimisha, ninakutukuza, maana umestahili sifa hizi. Hakuna kitu kitakachonifanya kuliacha kuliitia jina lako, maana kwa jina hili nimeitwa, kwa jina hili nimeinuliwa, kwa jina hili nimeponywa. Tukuzwa na kupewa heshima katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tumekusanyika, tunahitaji ututie moyo, tuelekeze Bwana, tufundishe mwana wa Mungu aliye hai. Angalia watu hao wamekuja, wengine wana maswali, wangetamani kupata majibu, wengine wamekwama njiani, wangetamani kuona njia. Mungu, wengine wako kwenye giza nene, nami ninakujua ya kwamba wewe ni nuru unayeng'aa gizani. Katikati ya giza hilo utang'aa. Na kusihi Roho Mtakatifu, watu hawa waondoke wakiwa wamejaa shangwe, furaha mioyoni mwao, katika jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Asante, praise. Basi naomba uketi. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Hebu tupungiane mikono namna hii kama tuna amani. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Natamani nisichukue muda mwingi hapa, lakini nisiache kumshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu pamoja na ofisi yake kunipa nafasi ya kusimama kwenye madhabahu kushirikishana yale mambo machache ambayo Mungu ametupa kujua. Kwa wale waliokuja, waliokula chakula ndio wanaweza wakasema ni kitamu, ila kuna saa zingine unasimama ukihubiri, unakutana na cha kwako humo humo, unakutana na Mungu akiongea na wewe pia unayesimama. Kwa hiyo kuna mahali Mungu na mimi ameongea na mimi kwenye hii semina, na tulikuwa na kichwa cha somo kinachosema mambo muhimu ya kuzingatia kufanya ili kumfunua Mungu kwako kutakakopelekea kuchochea imani itakayokidhi mahitaji yako. Ndiyo somo tulilokuwa tunatembea nalo wiki hii, nami natamani nisikuchoshe, kwa sababu tulikuwa na ratiba zenye ulazima kufanya mahali hapa, na hatuna budi kukimbizana nazo ili tusije tukasababisha mambo mengine kukwama, kwa sababu yote yanatusubiri sisi, yote yanatuhitaji sisi. Kwa hiyo hata hii nitaenda kwa namna ile Mungu atakavyo nifungulia, lakini kwa muda mzuri. Moja ya jambo ambalo tulikuwa tunaliangalia wiki hii katika mambo yale muhimu ya kuzingatia kufanya, samani sana kurudi nyuma, lakini nikupe tu kwa kudokeza, na hili usije ukalisahau. Moja ya jambo tuliloliangalia kwa kina zaidi ni kusifu au kumpa Mungu sifa
ni moja ya jambo ambalo linamfunua Mungu sana katika maisha ya mtu, na tukasema kwamba jifunze kumsifu Mungu kwa kukabiliana na matatizo. Pale unapopita pagumu, msifu Mungu. Na sifa maana yake ni kuelezea matendo ya Mungu. Ilikuwa ni semina elekezi, na kama ulikuja ukiwa unahitaji sana kuombewa, uliona kama vile Mungu alituzuia kabisa katika hilo, kwa sababu hata tukikuombea na hauna maarifa katika Mungu ni sawa na kujaza maji kwenye gunia, kwa sababu hata huo uponyaji ukiwa ndani yako hutaweza kuutunza. Kwa hiyo katika wale waliokuja, nenda kayatekeleze hayo. Jifunze kumsifu Mungu. Kisiwepo kitu chochote kitakacho kusababisha usimsifu Mungu, kwa sababu kumsifu Mungu ni wajibu. Iwe unapita pagumu kwa kiasi gani, kuna saa unahitajika uweke shida zako pembeni, ukafanya ule wajibu Mungu anaoutaka. Sifa inamfanya kile kinachokupa changamoto kuwa chini na kudhoofika, lakini pia kuidharau. Lakini lengo kubwa ni imani. Sasa acha nisome kitabu cha Warumi ule mlango wa 4 mstari wa 19 na 20. Warumi 4:19 na 20 anasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Yaani pamoja na kwamba hakuwa dhaifu wa imani, kuna saa binadamu ulikuja kwa Ibrahimu. Kuna saa binadamu ulikuja, hakuwa dhaifu wa imani, lakini kuna saa aliwaza kuhusu mwili wake uliokuwa tayari hauna kigezo tena ya kupata mtoto, pamoja na tumbo la mke wake Sara. Anasema akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, hali ya kufa tumbo lake Sara, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Andika hivi kama unaandika: imani hukupa kuona ahadi ya Mungu na kukutia nguvu. Niruhusu niongee na watu nikiwa nimesimama hapa. Watakatifu, Yesu asifiwe. Nisaidie kunisikiliza. Sitamani kutumia zaidi ya dakika 15. Nataka Mungu anipeleke hizo dakika, lakini angalau utoke na kitu. Jambo la kwanza, msifu Mungu. Unapomsifu Mungu, Mungu anapenda sifa. Kiti cha Mungu ni sifa. Ukitaka Mungu awe mbali na wewe, acha kusifu. Usilisahau hilo. Anasema yeye ni Mungu aketie juu ya sifa za Israeli. Kati ya kitu kinachofunua miungu ni sifa. Ogopa sana mtu mwenye Mungu wake akashindana na wewe kwa kumsifu Mungu wake ukiwa umenyamaza. Mungu hajifunui, Mungu yoyote hajifunui isipokuwa kwa kusifu. Na nilikuambia unaweza ukasifu kama wenzetu wanavyosifu, lakini pia unaweza ukasifu kwa kuomba. Na sifa inategemea sana kiwango cha kumjua Mungu. Maana pia kiwango cha wewe kumjua Mungu, hapo ndio mwisho wa wewe kumsifu Mungu. Sasa unapomsifu Mungu, anajifunua kwako, au anajidhihirisha, au anakuwa wazi kwako. Kuna vitu vijui, unaanza kuvijua. Kuna vitu hakuna mtu aliyewahi kukuambia, lakini unaviona. Sasa utakapoona namna Mungu alivyo kwa yeye kujifunua kwako, inachochea uhakika wako kwake, kunakoitwa imani. Mungu anapojifunua kwako, inatengeneza uhakika wako kwake kwamba ndivyo alivyo. Nilimkuta mama mmoja akimwambia Mungu, najua unaweza kufanya, labda ukatae kunisaidia, lakini mimi ninavyojua
Hakuna kitu kinachokushinda. Alikuwa anaomba hayo maombi. Nikataka kumuuliza, unamjuaje Mungu? Mwenyewe nikajijibu kwamba kwa vyovyote kuna namna alimwona Mungu akijifunua kwake ama akifanya kitu kwa mtu mwingine, na hali ile inachochea imani. Na jana tuliangalia kwamba imani ni hali ya Mungu ndani ya mtu. Imani haitokani na utashi wako. Achana na wale watu wanaoweza kusema mimi ni Mkristo wa miaka mingi, baba yangu ni Mkristo na babu. Unaweza ukawa na imani ya kuazima, lakini ile imani inayotokana na uhusiano wako na Mungu ni imani bora na yenye maana, kwa sababu ndio imani itakayokutenga au kukutofautisha katikati ya huyu na huyu. Sasa imani hii ni imani ambayo nataka nikwambie asubuhi hii. Tumeangalia habari ya Ibrahim. Ibrahim alikutana na wakati mgumu sana, na Mungu alimwahidi kitu, na alipomwahidi siku zilisogea na zilisonga sana. Ikafika kipindi na hii siku na namna alianza kutetereka. Kuna mahali nilisoma Sara anamwambia si uzae na huyu mama. Ilo neno si ina maana kuna namna walikuwa wanapishana. Ilimgharimu tena kwenda zaidi ya miaka 20. Na alipofika pale, miaka imesogea. Kuna saa alijitazama, kibiolojia mwili umekataa, haiwezekani tena kupata watoto. Mazingira yanamwambia hichi kitu hakiwezekani tena. Akienda kwa madaktari wanamwambia hili jambo haliwezekani. Mifumo ya ulimwengu inamkataza, haimshawishi akili yake kusimamia kile ambacho Mungu alikisema. Lakini kuna saa alirudi akaangalia Mungu alisema nini, alafu akaangalia mazingira yanasema nini. Alipomtazama Mungu akajua ya kwamba Mungu ni Mungu asiyesema uongo. Angalia kule kusimamia kile Mungu alichokisema. Biblia inasema imani kamtia nguvu. Nisikilize, una uwezekano wa kuziona ahadi za Mungu na usisifikie kwa mambo mawili. Namba moja, uhusiano wako na Mungu. Namba mbili, kuishiwa nguvu. Sasa mimi nizungumzie, unaweza usiwe na uhusiano mzuri na Mungu na ukaziona ahadi zake sisi kuhusu, na inawezekana ukafikiri Mungu ni mwongo. Wewe ndio haujakaa kwenye reli pale ambako mmepatana kukutana naye upate mahitaji yako, wewe ukapita njia hii ukimwambia Mungu wewe geuka tukutanie huku ninapotaka kwenda huku. Sasa Ibrahim alipotazama ahadi ya Mungu, hali ya tumbo la mke wake, na yeye mwenyewe umri umeenda, kama mwanadamu aliona hichi kitu hakiwezekani. Pointi iliyobaki kwake ilikuwa ni kumwamini Mungu. Acha nikusaidie kusema amen. Na ndio maana huruhusiwi kujenga msimamo wa kimawazo juu ya kile daktari alichokisema. Utaenda na maji. Hai, vinaongea na watu hapa kweli? Hebu punga mkono namna hii kama unalala. Ndio maana uko hapa. Wakati dunia ikisema hii sasa haiwezekani, rudi angalia Mungu anasema nini. Kitakachotokea, imani inachukua nafasi ya kukupushi. Imani ni
Kwa Kimasai ningeweza kusema sasa nashindwa. Inakupush pale ambako huwezi ukafika kwa namna ya kawaida, yenyewe inakusukuma kufika mahali hapa ambako utakutana na mahitaji yako. Wakati kila kitu kimekuchosha, magonjwa yamekuchosha, taarifa mbaya zimekuchosha, umeshakubali matokeo. Kitakacho kusaidia ni kurudi kuangalia, kwani Mungu alisemaje? Kama alisema sitokufa bali nitaishi, nitaachana na hii taarifa inayosema nitakufa, nitasimamia hichi inayosema sitokufa. Kitakachotokea, imani inakuja kuachilia nguvu ndani yako, na utavuka kule ambako hakuna namna mwanadamu anaweza akafuka. Wataishia kusema ni wewe au ni yule tuliye mfikiria siku zote. Bado hujaelewa ninachokizungumza. Nasema hivi, imani hutia nguvu, na Mungu amenituma juu yako wewe. Jambo la kwanza, wewe unayepita mahali pazito na pagumu, kila mtu amekuacha, umebaki peke yako. Watu wanakuja nyumbani kwako kukutia tu moyo, wakijua ya kwamba siku yoyote unaweza ukakatika. Baki na Mungu. Angalia Mungu amesema nini, sio sisi tunasema nini. Uje kutaga mahali mtu amepitia pagumu mpaka watu wakawa wanasema Mungu mpumzishe tafadhali, amechoka. Wewe unataka kuishi, watu wanasema si aondoke tu. Jamani, kweli si kwamba umechoka wewe ndio uliotuchosha. Tunashindwa kuendelea na mambo yetu, kila siku tunakuangalia wewe. Saa tumekuchoka, tumekuja tu ili usije ukatulaani saa ukifa. Usitengeneze mazingira ya kutengeneza lawama juu ya watu. Angalia Mungu alichokisema ni nini, kwa sababu unapojenga msimamo wa kimawazo juu ya kile Mungu alichokisema, hiyo imani itakutia nguvu kufika kule ambako unataka ufika. Unanielewa? Ungesema amen. Simama. Muda umeenda vizuri. Msifu Mungu. Mwambie mwenzako, jifunze kumsifu Mungu. Hata kama mwili unakuambia haiwezekani tena, mwambie msifu Mungu. Kila kitu kimekataa, tengeneza mazingira ya kumsifu Mungu. Wakati namalizia, tulienda kumtembelea mama mmoja Muhimbili. Huyu mama ni wale wa mama wa miaka hiyo waliotembea na Mungu kwa miaka mingi. Tulipofika tuko watatu, tukamzingira kitandani, tukaanza kuomba, Baba katika jina la Yesu naomba uponyaji Bwana. Akatusikiliza. Mwisho wa siku akatuambia, mwanangu naombeni mnisimamishe. Tukamshika, akasimama, akaanza kumwabudu Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, hakuna uongo kwako. Hata kama haujanisaidia kwa hili, vingi umenisaidia. Haitaondoa uaminifu wako kwamba wewe si mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Hujawahi waacha wanaokucha, na hutoka waache shetani akapata usemi kuhusu wao. Na mimi ninajua niko kwenye hilo fungu, ninakuadhimisha Bwana. Nikasema sasa, na yale maombi tuliyoyaomba yameegemea wapi? Akasema amen, nirudisheni kitandani. Tukamrudisha. Akiwa amelala pale, akaa vile amesahau kitu. Akasema ninyanyue kidogo, tukamnyanyua. Akasema nyanyua huu mto unaulalia. Tukaunyanyua. Akasema chukueni hicho kitu kiko hapo. Tukamuuliza hii ni nini? Akasema ni sadaka. Rafiki yangu mmoja akasema sisi ndio tungekupa. Akasema, nikamwambia ukome kabisa, hii ni sadaka, sio mchango. Hujawahi ona Mungu anatakaga kitu wakati huna? Hakuna ibada njema mbele za Bwana kama ile ambayo unaabudu wakati mazingira ya kuruhusu. Hiyo ibada achana nayo, huwa inamnyanyua Mungu. Achana na ile ibada ambayo unaabudu kwa sababu una afya njema, kila kitu kinakuruhusu kufanya hivyo. Ile ibada ambayo unaenda mwili unafinya, unasema nipelekeni nikaabudu, hiyo ibada achana nayo, huwa inamnyanyua Mungu patakatifu kusema naam, hii ndio ibada. Anywa mikono yako chini. Shandara moshirebe sayandara bosi. Roho Mtakatifu,
Nakushukuru kwa kunipa neema hii ya kusimama mbele ya hawa watu kwa siku zote 8. Umenituma niwaambie kuna kitu umekikosa kwao. Wakati wao wakikuomba uwasaidie, kuna kitu unakitaka kwao. Unatamani wajihudhurishe mbele zako kwa ibada, hata kama mazingira hayaruhusu. Waje tu mbele zako wakisema, nimekuja kukuabudu, kukuambia wewe ni mzuri. Mungu unatamani hizo kauli, maana katikati ya mazingira hayo Mungu huwa unajifunua. Kuna mama mmoja amesema, naam, nimeitikia. Nitafanya nikiwa mzee, nitafanya nikiwa ninaumwa, nitafanya nikiwa mzima, nitafanya nikiwa safarini. Mungu, kubali ibada ya huyu mtu katika jina la Yesu Kristo. Na wale waliokuja wakiwa wanateseka, miili yao inang'ata, ruhusu uponyaji kwao, maana wameelewa. Wamesema, usiku nitaamka, mchana nitatembea nikikuabudu na kukusifu. Jifunue kwao ili imani yao isitetereke. Ni kwa jina la Yesu, amen.